Jambo wana na binti za Mungu, ni matumaini yetu kwamba wote ni wazima wa afya. Tunamshukuru Mungu tena kwa kupata kibali siku ya leo. Tunamshukuru Mungu kwa uwepo wenu katika maisha yetu na huduma hii ya Injili ya Matengenezo. Kwa namna moja au nyingine ambayo mnasaidia Injili hii kusonga mbele. Kwa namna ya maombi, namna ya kusambaza ujumbe, namna yoyote ile. Tunabarikiwa sana na huduma yenu, jinsi ambavyo tunavyosaidiana kusambaza ujumbe wa Mungu. Bwana Mungu awabariki. Natumaini wote tuko pamoja katika msululu huu wa kutengeneza. Kwa hiyo ndugu zangu, tena tumepata fursa na kibali kwa Bwana kuja mbele zenu kutangaza ujumbe wa leo. Leo tuna ujumbe ambao ni siri. Kuna siri ambayo tunataka kuiongea, ambayo itatusaidia katika safari hii ya mbingu. Asasa kwa maisha haya ambayo ina usumbufu mwingi unaosababisha watu wengi wanakosa matumaini ya kufika mbinguni. Bwana asifiwe sana. Hivyo kabla hatujasema chochote au kuongelea kuhusu siri yenyewe, ngoja na tualike uwepo wa Bwana. Tunakushukuru Yesu Kristo, asante kwa kibali cha kutuweka hai mpaka kufika wakati huu. Tunaamini utanena nasi kama jinsi unavyopenda. Hacha tupate kula chakula hiki kwa amani, na Roho wako Mtakatifu atutawale sote. Nina imani itakuwa hivyo kupitia uwezo wa jina la Yesu, ndiyo mwamba na mwombezi wetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunataka kuongelea siri ambayo ni siri ya kufukuza pepo. Siri ya kuondoa pepo, siri ya kutawanyisha pepo, siri ya kutoa, kufukuza, kuvunja mamlaka yote ya kipepo, ya nguvu za giza. Na siri hii ni kwa sababu nguvu ya kuvunja mamlaka ya giza kanisa tunayo. Hiyo nguvu sisi kanisa tunayo. Kila aliyempokea Yesu Kristo anayo nguvu kama kanisa, anayo nguvu ya kufanya mambo makubwa katika ulimwengu wa kiroho. Lakini inafikia hatua watoto wa Mungu tunabanwa na mambo mengine, si kwa sababu hatuna nguvu, ni kwa sababu hatujui namna ya kuitumia. Na wakati mwingine sio kwa sababu hatujui, ni kwa sababu hatuna nguvu kabisa. Kuna wale ambao wana nguvu na kuna wale ambao wanayo nguvu, hawajui kuitumia hiyo nguvu. Wamoja wanaonewa si kwa sababu hawajui kuitumia, ni kwa sababu hawana nguvu. Na wenda hawana nguvu na hawajui kuitumia. Na wengine wanaonewa kwa sababu hawajui kuitumia hiyo nguvu ijapokuwa wanayo. Bwana asifiwe sana. Katika kitabu cha Mathayo, tutaanzia Mathayo, msingi wetu unaanzia hapo. Mathayo sura ile ya 10 na aya yake ya 7 na ya 8. Biblia habari njema inasema hivyo: napokwenda hubirini hivi, ufalme wa mbinguni umekaribia. 8. Ponyeni wagonjwa, fufueni wafu, takaseni wenye ukoma, toeni pepo. Mmepewa bure, toeni bure. Jina la Bwana libarikiwe sana. Biblia inazungumza kwamba tumepewa mamlaka ya kutoa pepo. Alipowatuma wanafunzi wake akasema, toeni pepo, hubirini huko, na katika kuhubiri toeni pepo, ponyeni magonjwa, takaseni wenye ukoma. Na ukisoma katika Luka sura ile ya 10, nasema akawaambia wale wengine 70 wamtangulie. Walipomtangulia aliwapa mamlaka ya kuponya magonjwa, ya kutoa pepo, kutakasa wenye ukoma
Na waliporudi wale 70 walirudi kwa furaha, wakafurahi, wakasema, Bwana, hata pepo wachafu walitutii kwa jina lako. Bwana asifiwe sana. Sasa hapa ndipo kunakuwa changamoto katika kuelewa siri hii ya nguvu ya kutoa pepo. Watu wengi, kwa sababu tumepewa jina, hakuna jina jingine mwanadamu alilopewa awezalo kuokolewa kwalo isipokuwa jina la Yesu Kristo. Na jina hilo alikirimiwa jina lipitalo majina yote, na kwa jina hilo kila goti likunjwe na kila ulimi ukiri kwamba Yesu Kristo ndiye Bwana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa hiyo katika jina hilo tunatiisha pepo. Katika jina hiyo tunatiisha magonjwa. Katika jina hilo tunatiisha kila aina ya jaribu na nguvu yoyote ya giza. Sasa Wakristo au kanisa lilipopewa jina hilo, na katika jina hilo kuna nguvu hiyo, wanazani ni jina ndilo linafukuza pepo. Bwana asifiwe. Na wengine wataniambia, ndiyo, Yesu anafukuza pepo. Yesu ndiye anayefukuza pepo, lakini Yesu kasema, nimewapa mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge. Ndiposa kuna watu wawili waliokuwa wanaenda kwenye hekalu liitwalo Zuri, kwenye mlango uitwao Zuri. Kwenye hilo hekalu palikuwa na kiwete mmoja ambaye mara kwa mara alikuwa akiwekwa hapo aombe chochote, sadaka kwa watu. Lakini hao watu wawili walipofika, yule kiwete akakaza macho kana kwamba akataka kupata kitu kwao, na wale watu wakankazia macho. Kiwete akazani atapata chochote. Walimwambia yule kiwete, hatuna chochote cha kukupatia, fedha wala dhahabu, lakini tulicho nacho tutakupa. Kwa jina la Yesu Kristo simama. Akasimama, akapona. Alipona kwa nini? Kwa jina la Yesu Kristo. Ndiyo waliokuwa nayo wakampa, kwa sababu ndani ya jina hilo walipewa nguvu. Sasa watu wanazani ni jina lile ndilo lililoponya pale. Na huku hao watu wawili wanatoa hotuba kwenye sura ya 4. Sura ile ya 4 wanasema, ndugu zetu, nyinyi nyote mumeona mambo yaliyotokea. Wanatoa ule hotuba kwa makuhani kwamba katika jina hili lile ambalo la Yesu Kristo, yule mliyomsulubu, kwa jina hilo mtu huyu kapata kupona, mnayemuona anatembea, anasimama mpaka sasa. Sasa watu wanazani ni jina lile, wanazani ni Yesu Kristo ndiye aliyefanya pale. Hapa na kuchanganya kidogo ili ujue siri hii. Siri ni kwamba si kwa sababu ya Yesu Kristo ndiyo maana yule mtu alipona, sio kwa sababu ya jina ndiyo maana yule mtu alipona. Lakini mbona nakuchanganya? Sasa ni nini? Ni kama nafundisha mafundisho mengine potofu, lakini si hivyo. Nisikilize kwa makini. Sio jina la Yesu pale lilifanya, na sio Yesu alifanya. Sasa ni nini kilichofanya? Kutaja jina la Yesu Kristo ndani ya kanisa haifukuzi pepo. Kama ni kutaja jina la Yesu au Yesu Kristo anaitwa sana ndani ya kanisa, lakini mpaka sasa watu wenye pepo wamejana kanisani. Pepo haripuki, pepo haondoki. Na wengine anadhihirisha wazi matendo kwa waumini kwamba huyu si mtu wa kawaida, anaongozwa na pepo. Na wachungaji wanaona, waumini wanaona, wainjilisti tunaona, wahubiri tunaona, makuhani wanaona. Lakini sasa wanalitaja hilo jina la Yesu. Na Yesu yupo mahali popote, kwa muda wowote Yesu yupo. Lakini pepo haondoki, wala pepo haogopi.
Bwana asifiwe sana. Sasa hapa ndo uelewe kwa nini nilisema kule si Yesu. Ni kwa sababu hii. Bwana asifiwe. Ngoja tusome kwenye kitabu hiki cha Yakobo. Yakobo mtume wa Yesu Kristo anasema hivi. Yakobo sura ya 2 na aya yake ya 19 inasema hivi. Je, wewe unaamini kwamba yuko Mungu mmoja? Sawa, lakini hata pepo uamini hilo na utetemeka kwa hofu. Bwana asifiwe sana. Wewe ndugu, unaamini Yesu, unaamini Mungu kwamba ni mmoja, unaamini Mungu yupo, unaamini vyovyote Mungu. Hata shetani wanaamini na kutetemeka. Kwa hiyo kama pepo wanaamini Yesu yupo, wanatetemeka na kutaja jina la Yesu, wana uwezo wa kulitaja, wanamjua Yesu. Yesu alifika Gerasi. Aliposhuka tu kwenye chombo kwenye mji wa Gerasi, kulikuwa mtu mmoja ambaye alikuwa ameshindikana. Alikuwa anaishi huko kwenye makaburi. Walimfunga kwa minyororo, lakini alikuwa akikata vifungo hivyo. Alikuwa na pepo nyingi sana, na watu walikuwa waendei njia ambayo huyo mwenye mapepo alikuwepo. Lakini Yesu alipokanyaga mji wa Gerasi, huyo mwenye pepo alipagawa na pepo, akaja mbio mpaka kwa Yesu. Pepo zikamwambia, twakujua wewe nani? Wewe ni mwana wa Mungu. Je, umekuja kutuangamiza kabla ya wakati wetu? Tunakusihi usitutoe kutoka hapa, bali turuhusu tuingie au nguruwe. Bwana sifiwe sana. Pepo walisema tunakujua, wakahofu, wakatetemeka, usituadhibu, usituhukumu kabla ya muhula. Wakahomba hombi, uturuhusu tuingie hawa nguruwe ili tusitoke Gerasi. Maana waliofu, walijua basi mkuu wa majeshi, Bwana wa majeshi amekanyaga Gerasi. Wakaenda wakasii mapema, ndiyo wa kwanza kumlaki. Maana walijua wameingiliwa. Hata shetani wanajua na wanahofu, wanatetemeka. Kwa hiyo litajwapo jina la Yesu, silo jina linafanya shetani anatetemeka na hofu. Sasa ni kitu gani kinafanya shetani ana hofu? Ni uhusiano. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani kilichotoa pepo siku ile, kilichofanya yule mgonjwa kiwete akapona kwa wale watu wawili. Ukisoma Matendo sura ile ya 3, Matendo ya Mitume, wale watu wawili, kilichosababisha yule mgonjwa kusimama haikuwa kwa sababu ya jina la Yesu, haikuwa kwa sababu Yesu, ilikuwa kwa sababu ya uhusiano ya wale watu na Yesu mwenyewe. Ndiposa mtu mmoja akasema hivi, si mimi ninaishi bali Kristo ndani yangu. Na huyo ni Paulo. Ukisoma Matendo ya Mitume, Paulo anahubiri katika hekalu la Mungu Zeu. Akamwona mtu mmoja ambaye alikuwa akimsikiliza Paulo kwa makini. Na Paulo alipomwona akajua kwamba mtu huyu ana imani ya kuponywa. Alimwambia, simama kwa miguu yako. Na akapapo hapo miguu yake ikapata nguvu, akasimama. Mtu huyo alikuwa kiwete toka kuzaliwa. Bwana sifiwe sana. Lakini akasimama. Kilichosababisha kiwete yule kusimama ni uhusiano wa Paulo aliyesema na nguvu ile iliyotumika. Wana uhusiano. Paulo alikasirikia yule mama mwenye pepo wa kuagua. Akamwambia yule pepo, ondoka mtu huyu. Yule pepo akakimbia mara. Akatoka akakimbia. Ni kwa sababu uhusiano wa Paulo na Yesu Kristo. Kwa nini leo kanisa tunaishi na watu ambao wana mapepo, na wengine wanahudumu mimbarani na pepo wanazo na zimekaa humo ndani? Unamwona mtu dada anavyovaa, unasema huyu hakika ni majini tu haya. Unaona mtu anavyokaa, unasema huyu
huyu hapana, ni pepo ile. Anavyotukana unasema ile ni pepo. Anavyovaa unasema huyu hapana, ni pepo. Amehubiriwa lakini hayaingii. Shetani anakuja na yaondoa papo hapo. Unasema huyu hahitaji mguso wa pili, ni pepo. Lakini watu wanaomba, wanaalika uwepo wa Bwana, wanafanya vyovyote ila pepo aondoki. Ni kwa sababu kanisa hilo, hakuna uhusiano wa kanisa na mwenye jina, au uhusiano wa kanisa na lile jina. Ndio maana hata wakiomba kwa jina la Yesu hapatokei chochote. Kwa hiyo kumbe siri ya kutoa pepo, siri ya kufanya jambo lolote, ni uhusiano wa mtu na ile nguvu. Mashetani yaogopi ukitaja jina la Yesu. Mashetani hayakuogopa wakina Petro kwa sababu walitaja jina la Yesu. Tulicho nacho tutakupa. Walikuwa na Yesu, ndio maana walisema tulicho nacho. Wanaamini kwamba Yesu yu ndani yao, wana uhusiano na Yesu, ndio maana walisema tulicho nacho. Amena. Kwa hiyo kama mimi nawe hatuna hicho, tutataja hilo jina, lakini hapatatokea jambo. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo kinachofanya kazi ya Mungu kwa upande wa miujiza sio maji ya upako, sio chumvi ya upako, hapana, sio chochote, bali ni uhusiano wa mtu, yule mtumishi, yule muumini, yule mtu na Mungu. Uhusiano wangu na Yesu ndio utakaofanya nikitaja lolote katika jina la Yesu litafanyika. Akawaambia wanafunzi wake, siwaiti tena nyinyi wanafunzi, siwaiti tena watumwa, bali ninyi mmekuwa rafiki. Bwana sifiwe sana. Kwa hiyo tumekuwa na uhusiano mpaka tumekuwa marafiki. Tunahusiania urafiki. Wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika kuwa wana. Kwa hiyo umekuwa mpaka na uhusiano wa kuwa mwana wa Mungu. Wengine wanatoka kuwa wana wa Mungu wanakuwa mpaka wapenzi, rafiki. Siwaiti tena watoto, siwaiti tena ninyi ni watumwa, mmekuwa wana, mmekuwa marafiki. Kuna watu ambao ni watumishi wa Mungu. Kuna watu ambao ni watu wa Mungu, maana wameumbwa na Mungu. Kuna watu wanatoka hapo wanaingia kwenye utumishi, wanaitwa watumishi wa Mungu. Kuna watu wanapanda mpaka wanakuwa watoto wa Mungu. Wengine wanaongeza uhusiano mpaka wanakuwa rafiki wa Mungu. Sasa hao watu ambao ni watoto na marafiki za Mungu, wakiomba lolote kwa baba yao, wakisema lolote kwa ajili ya rafiki yao na utukufu wa jina la Yesu, Yesu anafanya. Ni kwa sababu Yesu yu ndani yao. Kwa hiyo kinachohitajika, ndugu yangu, ili ufanye hicho kitu, lazima uwe na uhusiano na mwenye nguvu. Ndiyo maana pepo wakikuangalia hawataogopa wewe, hawataogopa sauti yako, hawataogopa jina ulilosema, wataogopa yule watakayemwona ndani yako. Ndiyo maana ukisema kwa jina la Yesu ondoka, sio kwa sababu umelitaja jina tu, sio kwa sababu umetoa sauti, sio kwa sababu umeomba sana, sio, ni kwa sababu wataona Kristo ndani yako. Na watakapoona Kristo ndani yako hawatakawia, wataondoka. Ndio maana watu wanasema nachisha moto, hawaoni moto, lakini pepo zinaungua, kwa sababu aliye ndani yao anatoa huo moto kama ombi lilivyoombwa. Bwana sifiwe sana. Elia alikuwa mtu kama na sisi. Elia Mtishibi alikuwa mtu kama mimi na wewe, lakini kwa imani aliomba mvua isinyeshe miaka 3.5, nayo mvua ikakata. Tena kwa imani akaomba mvua ikanyesha, kwa sababu alikuwa na uhusiano. Anamwambia Ahabu, Mungu mimi ninayemtumikia, ninayesimama mbele yake, kama Mungu aishivyo, apata nyesha mvua hapa,
ila kwa neno langu. Ana uhusiano na Mungu, alikuwa na uhusiano na Mungu. Bwana sifiwe sana. Lakini mimi na wewe tunataka kufanya miujiza, hatuna uhusiano. Tunataka kutoa pepo, hatuna uhusiano. Tunakwenda kuombea magonjwa, hatuna uhusiano. Hatuna uhusiano. Ngoja nikwambie hasara ya kukosa uhusiano na Yesu Kristo, alafu ukalitumia jina lake kwa kufukuza pepo. Ngoja nikwambie, Bwana sifiwe sana. Maana watu wengi wanataka sana karama za miujiza na unabii. Watu wengi wanataka vipawa vya kutumika na vya kuonyesha, yani waonekane kwamba wanazo nguvu za Mungu. Sikia nikwambie, hata mitume malengo ya miujiza, yani malengo katika safari zao za miujiza haikuwa miujiza. Malengo ilikuwa ni kuhubiri watu waokoke, hasa ishara zikafuatana nao. Ishara hizi zitafuatana na wale wanaoamini. Kwa hiyo ishara zile zilifanya watu wengine kuamini. Lakini ngoja ni kuonyeshe hasara ya mimi na wewe, sisi kutumia jina la Yesu kufukuza pepo, kukemea magonjwa yenye nguvu, sio ya asili. Sio kwa sababu umekaa kwenye baridi ukapata homa. Sio kwa sababu ya mbu amekunasa ukapata malaria. Sio magonjwa hayo ya asili. Magonjwa yale yenye sababu za kipepo, sababu za kiushirikina, magonjwa kama nayo, alafu unaamua kuyakemea na usipokuwa na uhusiano. Ngoja nikwambie, tuangalie kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume, sura hile ni ya 19. Nitasoma ile aya yake ya 13, naanzia hapo. Biblia inasema hivi, 13 mpaka 16. 13 inaanza: Wayahudi kadhaa wenye kupunga pepo wabaya walisafiri huku na huku, wakijaribu kulitumia jina la Bwana Yesu kwa wale waliokuwa wamepagawa na pepo wabaya. Walikuwa wakisema, ninakuamuru kwa jina la Yesu ambaye Paulo anamhubiri. Bwana Yesu asifiwe. Walikuwa wakiamuru kwa jina la Yesu Kristo. Na huyu Yesu Kristo ambaye mimi ninasema hapa, ambaye wewe unamuita kanisani, ambaye wewe unamwamini, asipokuwa huyu ambaye Paulo alihubiri, basi huyo ni Yesu feki. Kwa hiyo waliposema kwa Yesu Kristo ambaye Paulo anamhubiri, wanaamini ndiye Yesu mwenyewe, ndiyo yule aliyeshinda kifo na mauti, ndiyo yule ambaye tunamwamini, ndiyo yule ambaye kila aliyoko kanisani kama Mkristo anafuata, yeye ndiye njia. Na watu walikuwa wakiamuru kwa jina la huyo Yesu. Lakini nini kilitokea? 14. Watoto 7 wa Skewa, kuhani mkuu wa Kiyahudi, walikuwa miongoni mwa hao waliokuwa wanafanya hivyo. 15. Lakini pepo mbaya aliwajibu, ninamfahamu Yesu, ninamjua pia Paulo, lakini ninyi ni nani? 16. Kisha yule mtu mwenye kupagawa aliwarukia wote kwa kishindo, akawashinda nguvu. Nao watoto wa Skewa wakakimbia kutoka ile nyumba wakiwa uchi na wamejaa majeraha. Bwana asifiwe sana. 15, aya ya 15 inasema hivi: ule pepo mbaya alisema, namfahamu Yesu, namjua pia Paulo, lakini ninyi ni akina nani? Kwa nini hawa pepo wamjue Paulo? Ni kwa sababu wanajua mziki wa Paulo. Paulo acheki na pepo, anakasirikaga. Anakasirika pepo kutajataja jina lake. Anakasirika, anawaondoa, anawaunguza, anawamiliki, anawaamuru, anawakanyaga. Kwa hiyo wanamjua mtu aliye na uhusiano na Yesu. Wakimwona pepo wanasema huyu rafiki wa Yesu. Wanaogopa, wanajua. Lakini
akiwa mtu hana uhusiano na Yesu, pepo umuuliza, wewe ni akina nani? Unatuamuru kwa jina hilo kama nani? Kama nani? Walirukiwa na pepo akawashinda nguvu watoto 7 na mtu mmoja mwenye pepo akawarukia, akawararua, akawamiza, wakakimbia huchi huku wakijaa majeraha. Kwa hiyo ndugu, haya ni madhara ya kukemea pepo usipokuwa na uhusiano. Uhusiano wako wewe na Mungu utafanya mpaka pepo wanakujua. Wanasema ule moto hapana, ule mziki hapana. Hata wachawi wenye kupunga pepo wakiagiza pepo kwa watoto wako, pepo wanasema kwa nani? Hapana. Uhusiano wake huyu mtu na Mungu hapana. Hata shetani alimwambia Mungu, kwani Ayubu umwabudu Mungu bure? Ni kwa sababu unamlinda, umemzingira na mali yake, vitu vyote, na tena umempa utajiri. Mwache kidogo, nipe ruksa. Kwa hiyo hata shetani alikuwa akiogopa kushika tu mjakazi au mtumishi wa Ayubu. Pepo wanaogopa mtu aliye na uhusiano na Mungu, maana wanajua mtu huyu amchi Mungu bure. Ni kwa sababu wamehusiana, ni kwa sababu wanamlinda, ni kwa sababu wanamtunza ili wakuguse. Jaribu alitakupata ila lililo la kawaida kwako, kwa sababu una uhusiano. Kwa hiyo ndugu, cha kutafuta kwanza ni uhusiano. Tutafute kwanza ufalme wa Mungu na haki. Tumetafuta sana ufalme, tumekosa haki ya huo ufalme. Ufalme huo unahitaji haki, ndipo mengine tunazidishiwa. Upako tutakuwa nao, miujiza tutafanya. Tutafute haki, uhusiano. Unataka kwenda mbingu, ndio, umetafuta njia ya mbingu, ndio. Tafuta sasa haki, ni kuacha dhambi, ni kuwa mtakatifu kama alivyo. Kuwa na uhusiano wa karibu na Mungu ni kuacha dhambi, ni kufa, ni kuwa mtakatifu. Kuwa katika dhambi, uwe marehemu, usionekane kwenye dhambi. Bwana asifiwe sana. Ndugu yangu, kilichofanya mitume wote na mpaka leo wanaofanya miujiza kwa jina la Yesu wa kweli ni uhusiano wao na huyo Yesu, ni uhusiano wao na huyo Mungu. Achana na wa maji ya upako, ambayo maji yanapewa kila mtu. Wa malaria maji ya upako, wa TB maji ya upako, wa kujenga maji ya upako, wa kununua nyumba maji ya upako, wa kununua gari maji, yani kila kitu maji ya upako, chumvi. Achana na hao. Tunaongelea wale walioko karibu na Mungu, wale ambao Mungu yu ndani yao. Wakisema jambo lolote kwa jina la Yesu, Yesu anafanya. Pepo wanakimbia, magonjwa yanakimbia, maana yanaona simba wa kabila la Yuda ndani yao. Wanaogopa chipukizi wa Daudi aliyeshinda. Wanaogopa. Ili mimi nawe tuweze kuwa na nguvu kama kanisa, tuwe na uhusiano na mwenye nguvu, tuwe na uhusiano na Yesu Kristo, na Mungu atubariki. Bwana asifiwe sana. Tumejua hiyo ni siri. Siri ni uhusiano wa mtu na Mungu. Huo unafanya mengi. Maombi ya mwenye haki ina nguvu ya kufanya mengi. Elia alikuwa mtu kama mimi na wewe, ila inaanza maombi ya mwenye haki ina uwezo wa kufanya vitu vingi. Uhusiano wako na Mungu ukoje? Uhusiano wangu na Mungu ukoje? Uhusiano wako na Mungu umesimamaje? Wewe kama kanisa lenu linakosa hata nguvu kidogo ya kuponya hata malaria. Kidogo tu, nguvu hata kidogo ya kuonekana kuponya wagonjwa. Kanisa linakosa hata ushuhuda mdogo. Ni uhusiano wa kanisa na Mungu ukoje?
Uhusiano wa waumini na Mungu ukoje? Uhusiano wa baraza la kanisa na Mungu ukoje? Uhusiano wa wachungaji ukoje na Mungu? Ukoje uhusiano na Mungu? Tujenge uhusiano na Mungu. Tuhusianie na Mungu mpaka Mungu awe rafiki yetu. Mpaka Mungu awe rafiki. Tusiwe tu watumishi kama Nebukadneza na Farao. Hapana. Tuwe mpaka watoto wa Mungu. Tuwe mpaka rafiki za Mungu kama Ibrahim. Tuwe lazima. Kristo ni yule jana, leo na hata milele. Kama alifanya kwa Paulo, kama alifanya kwa Kefa, kama alifanya kwa hao wote, nami na wewe lazima afanye kwetu. Tujenge uhusiano maadamu Bwana anapatikana leo. Bwana asifiwe sana. Ngoja na tuombe. Asante Yesu, maana watosha wenea. Tunakushukuru kwa ujumbe huu. Utusaidie, utuongoze, utupe neema na kibali cha kukufikia mpaka kuwa rafiki. Nina imani utatusaidia. Tuonyeshe namna ya kujenga uhusiano. Tusaidie tupate kuelewa. Nina imani utatufundisha mengi. Utaongea nasi kwenye ndoto, utaongea nasi kwa dhamira, utaongea nasi kwa mahubiri, utaongea nasi kwa nyimbo, ili tupate kujua namna ya kujisogeza karibu yako na kujinyenyekesha na kuwa na uhusiano mwema bora wenye kujengwa na misingi na msingi ambao ni wewe, kupitia jina lako. Nina imani itakuwa hivyo, nikiomba na kuamini. Amen. Bwana apewe sifa. Tunakushukuru kwa kuwa nasi mpaka muda kama na huu. Mungu akubariki sana. Tunakushukuru sana. Afya na amani ya Bwana iwe pamoja na familia yako, iwe pamoja na wewe, iwe pamoja nawe popote uendapo. Tunatumai wewe ni mzima. Tunashukuru sana kwa vile unavyochangia kwa namna yoyote ya kusambaza ujumbe huu, kushare na wengine, kuwatumia wengine ili wapate kuelewa nini Mungu anachotaka kutengeneza. Mungu akubariki na unazidi kuwa baraka katika huduma hii. Asante sana. Mungu akubariki. Basi tutazidi siku nyingine, tuzidi kuombeana, maana safari hii ni ya miba na michongoma, ina mengi yanayotuzuia. Tuzidi kuombeana na Mungu atubariki. Tutazidi wakati mwingine. Amina.